Taarifa kubwa ni mara baada ya maswali mengi sana kuweza kuibuka mitandaoni, na hivi sasa watu wamekuwa wakijiuliza ni kosa gani ama ni kwa nini dada yetu Jennifer Jovin almaarufu kama Nifa kupewa kesi ya uhaini ambayo inaenda sambamba na mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo ambaye ni Tundu Antipas Mugwai Lissu, ambapo kesi hiyo kutoka kwa rais wa TLS Boniface Mwabukusi amezungumza na kuweza kunukuliwa kwamba kesi kiuhalisia ni kesi ambayo itakuwa ni ngumu sana kwa dada yetu Jennifer Jovin almaarufu kama Nifa. Tunafahamu dhahiri shaili kwa kesi ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo pamoja pia na dada yetu ambaye muonekana kuwa ni mshtakiwa nambari 1 na katika wale wote walioshtakiwa 22 akiwemo dada yetu Jennifer Jovin akiwa kwenye kosa la uhaini, ambapo tunafahamu kwa vifungu vya sheria kesi hiyo na kosa hiyo ya uhaini mwisho na hukumu ya kesi hiyo ama pia kosa hilo kwa endapo yoyote ambaye anajikuta ameweza kufanya kosa la uhaini aidha ni katika mitandao ama kuhamasisha ama kuvuruga pia amani ya taifa la Tanzania na kuchochea kwa uthibitisho, kesi hiyo huwa inapelekea hukumu ya kuweza kunyongwa. Maswali ni mengi, tumeweza kupata nafasi ya kumnukuu mama yake mzazi na Jennifer Jovin akiweza kuzungumza na kutoa ujumbe kwa Rais Samia Suluhu Hassan, huku akiweza kumuomba kwa huruma na kuhitaji pia msamaha na kumwombea msamaha mtoto wake ambaye anaamini kwa chochote kinachoendelea na kilichotokea ni kwamba anafahamu dhahiri kwamba mapenzi ya Jennifer Jovin kwa Rais Samia Suluhu Hassan hayakuwa ni mabaya na hakuwa na lengo lolote la kutaka kuvuruga uchaguzi ama kuchochea yale ambayo ameweza kuzungumza na kuonekana kuwa ni makosa yaliyomfanya aweze kuonekana kuwa yupo kwenye kosa la uhaini. Tundu Lissu, kesi ambayo imeendelea kumfanya aendelee kulindima gerezani mpaka hivi sasa, ndo kesi ambayo dada yetu Nifa anaikumba na tayari imeshamkumba. Wenda ikawa ni mara ya kwanza na mara ya mwisho kwa dada yetu kujikuta katika kosa hili ambalo linaweza kuwafanya pia Watanzania wengi wasichukulie kwa urahisi kwa kitu ambacho kimeweza kujitokeza. Mambo ya kutengeneza njama ama pia kupanga baadhi ya vitu ambavyo huwa vinatengeneza milipuko katika serikali yetu ya Tanzania vimekuwa na changamoto na kumfanya yoyote ambaye itaweza kubainika na kujikuta yupo kwenye makosa, manake kinachoendelea kutokea na kitakachokuwa kinatokea ni kosa la uhaini ambalo hivi sasa limekuwa likiwakumba baadhi ya watu mbalimbali ambao wamekuwa na ushawishi. Mimi sina la ziada, lakini kwa maswali zaidi na kwa yale yote yanayoendelea kuhusu dada yetu Jennifer Jovin, ungana nasi kwa kupitia channel ya Hatboy Media. Mimi ni mtangazaji wako King Misha Salaman Talent, na tukutane siku nyingine tena.